Mimi naitwa Hassan Muhammad. Nimelalamikia mwenyekiti. Mwenyekiti aliniuzia eka moja mwaka 2017. Mwenyekiti alikuwa anamiliki eneo. Alikuwa anamiliki eneo. Kwenye karatasi yake ya maandiko anachokifanya huwa haweki picha ya kwake. Baadaye kwenye kubadilisha anamtafuta mtu anamweka pale kuwa ndio aliyouza, lakini kila kitu anahusika yeye. Fungua kwanza. Kwa sababu hata wewe mwenyewe una macho na una akili. Hebu ngoja. Wewe ulichokabidhiwa ni nini? Nilichokabidhiwa wewe wakati mnauziana hilo eneo. Ndio. Wewe hapa ni upi? Mimi ni huyu chini hapa. Huyo juu ni nani? Huyu ni Hassan Mpenja ambaye alimweka kama muuzaji. Sasa kwa nini amemweka kama muuzaji wakati wewe ndio unayenunua? Yeye kwa sababu kwa kanuni za sheria za serikali ya mtaa hapaswi kuuza eneo. Hata hii ya kwanza kabisa hii ametambua yeye. Kwenye kunibadilishia ndio akanibadilishia hii. Yaani yeye sana miliki. Ndio. Yeye sana miliki eneo. Ndio. Sasa kama anamiliki eneo, si la kwake. Sijajua kama ni la kwake au la nani, lakini ni la kwake. Kaniuzia yeye. Hela umempa yeye? Hela nimempa yeye. Umeuzia kwenye account? Hapana, keshi mkononi. Anachukuaga keshi mkononi. Akanisaidia. Wewe mwenyekiti anaitwa nani? Anaitwa Cosmas Kula Zombi, jina maarufu Kalumanzila, na hapa yuko. Mwenyekiti wa mtangani yuko wapi kwanza? Lingato. Hebu yuko wapi? Njoo. Sikiliza kwanza mwenyekiti. Nisikilize kwanza mwenyekiti. Nieleze ukweli hapa mimi. Nafikiri kwenye mikutano yangu umenifuatilia, si ndio? Huwa anasema mwenyekiti, kama mmekosea potelea mbali, walipe tuondoke. Lakini ukinisumbua na nikaja nikabainisha, manake mwisho utaisha kuumia. Haina shida. Sawa sawa eh? Sawa. Naomba unieleze vizuri jambo hili ambalo huyu bwana amelieleza. Mimi ninachokijua mheshimiwa. Hebu ngoja. Isome hii. Hii ndio naitambua hii. Hii unaitambua? Naitambua. Hii ni kiasi gani? Ile eneo ukubwa wake ilikuwa inakadiria kama eka moja. Ndio anapojenga size. Sasa hapo kwenye eka moja ulivyokwenda ni eka moja? Mheshimiwa, ziko ya nusu eka nimesahau kuchukua. Ameniuzia nusu eka ya kwanza. Nimelipia kila kitu, iko safi. Na umemlipa yeye? Nimemlipa yeye. Cash. Unathibitisha kwamba ulilipwa? Nadhibitisha tunapojenga. Pana nusu eka, si ndio? Ninapojenga mheshimiwa, kuna nusu eka. Document yangu inasoma kwenye humu picha hiyo hati ninayo. Pana nusu eka. Hii hajanilipa na ameuza tena. Ameuza tena mwenyewe hii. Ameitwa kwa mkuu wa wilaya nenda kulalamika. Barua ya kwanza hajaja. Ya pili hajaja. Ya pili akanitabu na sheria nikamfukuza. Ya tatu hajaja. Ya nne ndo akaja. Nikamfukuza vile bwana sheria wake. Anikaje bwana sheria anataka kunidhulumu. Huyo yuko sawa. Hiyo mheshimiwa. Sikilize mimi mheshimiwa. Kama unabisha watu wako ndio wapeleke document hizi. Mtendaji kasaidi kuthibitisha kwa mimi hapo ninapotaka kujenga. Mtendaji yuko wapi? Ni hapa. Alithibitisha hapa muhuri huu. Mtendaji yuko wapi? Mbona muhuri wao mheshimiwa? Unaona hii? Saini ya kwake mtendaji. Nataka nikalipie viwanja vyangu. Nikakuta hapa kote ameuza. Mtendaji yuko wapi? Mheshimiwa mkuu wa mkoa, huyu bwana anaitwa Hassan Dale. Namfahamu kwa sababu tuko naye kule mtaani na issue yake ilikuwa ni tulimpitishiaga viwanja kwa ajili ya kumilikishwa, akavikuta vinamiliki wa watu wengine. Kwa hiyo aliporudi akawa anamlalamikia mwenyekiti, na tukaitana ofisini, nikaambia mwenyekiti, vile viwanja tulivyomsainia huyu bwana vilikuta vinamiliki kwa watu wengine, sasa tunafanyaje? Na huyu bwana anasema wewe ndio unajua issue yake hii. Kwa hiyo tukazungumza pale, tukakubaliana basi sawa, tutafanya replacement ya viwanja ili maisha mengine. Na mlikubaliana mwenyekiti akiwepo, si ndio? Katika kukubaliana. Ambaye sasa hivi anakataa. Siku hiyo tulikuta. Sasa sijui kama ni waliuziana au ni vipi, lakini siku hiyo tulipokutana ofisini tulikubaliana hivyo. Sawa, hebu mpe mic kamisha mshauri. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, cha kwanza tunahitaji kujua hii document mwenyekiti tunaitambua. Huyu mtu unasema umemuuzia kiwanja urefu mita 64, upana mita 64. Ukisema 64 mara 64 unapata 4096. Na ekari moja ina jumla ya square mita 4047. Kwa maana hiyo, kama unaitambua hii nyaraka, huyu mwananchi ana haki ya kupewa square mita 4096.
hizo square mita sasa hivi nikiondoka na wewe zipo? Hazina mgogoro? Mgogoro upo, umetoka wapi? Huyu alimuuzia inasemekana sio. Kwa hiyo huyu aliyemuuzia huyu Hasani Ali Mpenja ili eneo sio la kwake. Na wewe wakati unapitisha ulikuwa unajua ni la kwake. Kwa hiyo muongo nani, Mpenja au wewe? Mpenja. Wewe kama mwenyekiti Huyu mwananchi hii hasara ametengenezewa kwa kutokuwa makini. Wewe mwenyekiti, kwa sababu mwenyekiti usingesaini hii hela isingetoka. Uko tayari kumlipa hasara yake? Lini? Kesho. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, malalamiko ya huyu mwananchi yana haki, na ninachokiona hapa, huyu kwanza, kuna huyu Hassan Ali Mpenja. Ina maana mwenyekiti anasema huyu Hassan Ali Mpenja amemuuzia huyu ardhi ambayo sio ya Mpenja. Ina maana hapa sasa mwenyekiti na Mpenja hapa inaonekana mnaelewana vizuri kwa lugha ya mjini, ila niache katika mamlaka yako. Na huyo Mpenja wanasema alishafariki. Yaani hapa unasikia commissioner ukati t-shirt. OCD uko wapi? Sasa OCD huyu bwana leo kampa hifadhi. Asante. Halafu kesho bwana OCD sindikizeni moja kwa moja, commissioner ataweka utaratibu. Huyu bwana akaonyesha hivi viwanja, alafu pateni nafasi mkuu wa wilaya wasikilizeni wenye mgogoro wa ardhi uliosababishwa na uongozi wake. Sasa hapa tuna mwenyekiti wa aina gani? Who is this? Hivi kijana huko akisimama huko na kunyoshia kidole tutakataa kwamba tuna watu wezi huko ndani? Kwa hiyo mzee, kwa kuwa amekiri hapa katika hizo hatua za awali, nyukana naye, mpe hifadhi, mpe soda, mpe chakula, piga story, washa TV, alafu huko anaendelea kukupa taarifa zile za msingi.